안녕하세요. Karibuni mahali pa neema ambapo unaweza kugundua ujumbe uliofichika wa upendo wa Mungu. Huyu ni mchungaji Sujin Lee katika Biblia pekee. Kwa watazamaji wote popote mlipo, ningependa kuuliza ikiwa kuna yeyote anayesoma Biblia lakini hajui kuhusu upendo wa Mungu. Je, kuna yeyote anayejiuliza jinsi ya kuishi kila siku ili kufikia maisha ya imani yenye mafanikio? Kuanzia leo, natumai kwamba kupitia Biblia pekee tutakuwa na wakati wa kukutana na neno la Mungu na kujaza mioyo yetu na upendo wa Bwana. Andiko la leo la kutafakari katika neema ya Mungu ni Mwanzo 1:1. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kama umekuwa ukijua tangu utotoni kwamba Mungu yu hai na muumba mwenyezi, na unajua kuhusu Biblia, itakuwa rahisi kwako kuelewa ukweli na kumwamini Mungu muumba. Leo wengi wanafundishwa nadharia ya mabadiliko au mageuzi katika shule, na kwa sababu ya hiyo hawaamini katika uumbaji wa Mungu. Lakini Biblia, ambayo inachukuliwa kuwa kitabu kinachouzwa zaidi duniani, inatuonyesha ushahidi wa wazi na wa kina wa uumbaji wa Mungu. Mstari wa kwanza Biblia, Mwanzo 1:1, inasema kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Sura ya kwanza ya Mwanzo pia inaeleza kazi ya Mungu katika kuumba dunia, vitu vyote katika ulimwengu na wanadamu. Uumbaji unasisitiza kwamba Mungu peke yake ndiye aliyeumba ulimwengu na kila kitu kilichomo ndani yake. Ni wazo kwamba watu kama viumbe wake wanapaswa kuishi maisha yanayoegemea kwa Mungu na kufuata mapenzi yake kwa tumaini la mbinguni. Nadharia ya mabadiliko au mageuzi inapendekeza kwamba viumbe vyote vyenye uhai vilitokana na vitu visivyo hai kwa ghafla, na kupitia uteuzi wa kiasili vikabadilika kuwa aina mbalimbali. Inazidi kudai kwamba wanadamu walitokana na nyani. Wana mageuzi wanasema uhai ulitokea kwa bahati nasibu, na wanakanusha kuwepo kwa muumba. Hii inafanya itikadi inayoegemea binadamu kuwa maarufu katika jamii. Maisha ya watu hawa yanahusu tu masuala ya watakula nini, watavaa nini, na wasiwasi wa maisha ya kila siku. Wanatarajia kuwa na furaha zaidi wanapofurahia maisha kikamilifu, lakini mwishowe wanashindwa kupata amani na furaha ya kweli. Mwishowe, mwili wa mwanadamu hurudi kuwa mavumbi, na roho na nafsi za watu aina hii huanguka jehanamu. Maisha ya aina hii ni ya upweke yanayosio na maana kiasi gani? Vitu vyote katika ulimwengu huu viliumbwa na mtu fulani. Iwe ni kifaa kidogo cha kucheza au ndege, kila kitu lazima kiliundwa na watu. Hakuna kitu kinachoweza kutokea chenyewe. Vivyo hivyo, kila kitu duniani kiliundwa na muumba na kufanywa naye kwa kusudi maalum. Mwanzo 1:3 inaonyesha Mungu akiumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo kwa neno lake. Waibrania 11:3 inasema, kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanyika kwa vitu vinavyoonekana. Maandiko pamoja na asili ya mazingira vinaenda sambamba katika kuthibitisha kuwepo kwa muumba kwa ushahidi usio na mwisho. Kama vile mielekeo minne kuu ya kaskazini, mashariki, kusini na magharibi, misimu minne ya kiangazi, vuli, baridi na kuchipua, kujizungusha kwa dunia na mzunguko wake, kupwa na kujaa kwa bahari na mwendo wa upepo na mawingu. Kila kitu huzunguka kwa mpangilio sahihi. Inawezekanaje hii iwe bahati nasibu na si uumbaji wa Mungu? Binadamu wote, wanyama, ndege na samaki wana umbo lile lile la uso lenye macho mawili, pua moja, mdomo moja na masikio mawili.
Ukweli huu unathibitisha kwamba vyote viliumbwa na muumba mmoja pekee. Warumi 1:20 inaandika kwamba kwa maana tangu kuumbwa kwa ulimwengu, asili ya Mungu isiyoonekana kwa macho, yaani uweza wake wa milele na asili yake ya uungu, imeonekana waziwazi, ikitambuliwa kutokana na yale aliyoyafanya ili wanadamu wasiwe na udhuru. Ni rahisi kuelewa uwezo wa milele wa Mungu na asili yake ya uungu na kumwamini Mungu aliye hai unapoyatazama mambo yote kwa moyo ulio wazi. Tangu kuumbwa kwa ulimwengu, Mungu ameendelea kudhihirisha kazi za Roho Mtakatifu. Hakuna mtu anayeweza kutoa kisingizio cha kutokuwa na maarifa ya kumwamini Mungu. Kwa wote mnaotazama, Mungu alimuumba mwanadamu wa kwanza, Adam, kwa mfano wake mwenyewe. Katika Mwanzo 1:28, Mungu aliwabariki mwanaume na mwanamke na kawaambia wazaane na waongezeke, waijaze dunia, waimiliki na watawale kila kiumbe hai. Mungu aliwaumba aje wanadamu ikiwa aliumba ulimwengu kwa neno lake? Mwanzo 2:7 inatuambia, Bwana Mungu alimuumba mtu kutoka kwa mavumbi ya ardhi, akampumlizia pumzi ya uhai puani mwake, naye mtu akawa kiumbe hai. Mavumbi ya ardhi yanarejelea tope. Mfinyanzi hodari anaweza kubadilisha tope la kawaida kuwa poselaini yenye thamani inayoweza kuuzwa kwa zaidi ya mamilioni ya dola. Wengine huunda vyombo vya udongo, vigae au matofali. Thamani ya vyombo vya udongo inaweza kutofautiana kulingana na mtengenezaji, aina na vyombo na ubora wake. Je, wanadamu ni waajabu na wa kupendeza kiasi gani zaidi kwa kuwa Mungu Mwenyezi alimfanya mwanadamu kwa mfano wake mwenyewe kutoka mavumbi ya ardhi? Mungu alipuliza pumzi ya uhai puani mwa mwanadamu, naye akawa kiumbe hai, roho iliyo hai. Pumzi ya uhai imebeba nguvu asili ya Mungu. Hatua za uumbaji ya mwanadamu zinaweza kufananishwa na balbu inayotoa mwangaza wa umeme. Ili balbu iwake, inahitaji kuwa katika hali nzuri ya kufanya kazi. Lakini balbu pia haiwezi kuwaka yenyewe na inahitaji mtiririko wa umeme. Pia hii inahusu televisheni. Skrini ya televisheni huwa nyeusi inapozimwa, lakini huanza kuonyesha picha na sauti kupitia chanzo cha umeme. Televisheni inaweza kuonekana rahisi juu, lakini inajumuisha teknolojia na vipengele vingi vya kisasa katika muundo wake. Ni vivyo hivyo na uumbaji wa mwanadamu. Mungu alimfanya mwanadamu kwa mfano wake kutoka mavumbini. Kutoka kwenye ncha za vidole, mwangaza asili wa Mungu ambaye alimuumba mwanadamu uliingia ndani ya mwili wa mwanadamu kama ilivyopangwa. Kisha viungo vya ndani, mifupa, mishipa ya damu, neva na tishu ziliundwa. Kama vile umeme kwa balbu, Mungu alipuliza pumzi ya uhai ndani ya mwanadamu na damu ikaanza kuzunguka na ikawezesha kupumua na kutembea. Mungu pia aliumba mifumo ya kumbukumbu katika ubongo wa mwanadamu. Kile ambacho watu wanaona, kusikia na kushuhudia huhifadhiwa kama kumbukumbu na hujulikana kama maarifa. Hatua za kufikiria zinajumuisha kumbukumbu, maarifa na hekima ipo katika kutumia na kutumikisha maarifa hayo ipasavyo. Maarifa na hekima ya binadamu yameongezeka kwa muda na kusababisha maendeleo ya kiteknolojia kama vile akili bandia ya mazungumzo. Itakuwaje vigumu kwa Mungu Mwenyezi kuunda kiumbe hai kutoka mavumbini na kupuliza pumzi ya uhai? Ingawa dhana hii inaonekana kuwa ya ajabu na geni kwa mwanadamu, lakini inawezekana kabisa kwa Mungu ambaye huumba kitu pasipo chochote, kama inavyothibitishwa katika Zaburi 139 mstari wa 14. Mungu aliumba mwanadamu wa kwanza, Adam, kama kiumbe hai kabla ya kuunda bustani la Edeni. Kisha Mungu alimweka Adam kuwa msimamizi wa bustani ya Edeni kama ilivyoandikwa katika Mwanzo 2:8 hadi 15. Watoto wachanga hasa huonyesha miitikio
ya kisaikolojia ya asili na mitikio ya haraka na ya mwili. Uwezo wa kuishi na kufanya kazi katika jamii unategemea sana elimu na mwongozo kutoka kwa wazazi, familia na shule. Adam alikuwa na mwili wa mtu mzima alipoumbwa kwa mara ya kwanza, lakini kama mtoto mchanga hakuwa na maarifa yoyote yaliyohifadhiwa. Mungu alimfundisha Adam kwa umakinifu juu ya upatanifu wa mbingu na dunia, sheria za kiroho na maneno ya ukweli ili aweze kutawala bustani ya Edeni. Kama vile wazazi wanavyowafundisha watoto wao cha kukula na cha kutokula, Mungu pia alimwagiza Adam kwa kumwambia, uko huru kula matunda ya mti wowote katika bustani, lakini kamwe usile matunda ya mti wa kujua mema na mabaya. Kadri muda ulivyopita, Adam hakutii maagizo ya Mungu na akala kutoka kwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kama ilivyoandikwa katika Mwanzo 2:17, siku utakapokula matunda yake hakika utakufa. Kifo kiliingia roho ya Adam, iliyokuwa na jukumu ya kuwa Bwana, ilikufa na mawasiliano na Mungu ambaye ni roho yakakatika. Sheria ya kiroho inasema kwamba ninyi ni watumwa wa yule mnayemtii. Baada ya Adam kumtii Shetani kwa kula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, mwanadamu wote walikumbwa na dhambi. Je, Mungu hakujua kwamba Adam angetenda dhambi na kula kutoka kwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya? Au je, Mungu mwenye nguvu zote na mwenye maarifa yote aliweka mti wa ujuzi wa mema na mabaya kimakusudi ili kujaribu na kumpeleka watu jehanamu? Hapana, hakika si hivyo. Hii ilikuwa sehemu ya mipango ya siri ya Mungu katika ukuzaji wa binadamu. Jibu linaweza kupatikana tu katika maandiko, na Biblia pekee itakusaidia kuelewa mpango wa kina wa Mungu. Video hii imeangazia Mungu, muumba wa mbingu na dunia. Baba Mungu aliumba mwanadamu na anazidi kutupenda sisi sote. Naomba mtambue upendo wa Mungu kwa kina mioyoni mwenyu na mbarikiwe na mkaribie Mungu zaidi kila siku. Ningependa kuombea sasa. Baba mpendwa wa mbinguni, natoa shukrani zangu na utukufu kwa Mungu aliyeumba mbingu na dunia na vitu vyote. Baba, ulimfanya mwanadamu na kuanza ukuzaji ili tuweze kuwa watoto wako wa kweli. Tunainua jina lako juu. Naomba watazamaji wote wapokee neema nyingi na kukutana na kumwona Mungu aliye hai. Wabariki na maisha ya amani. Kwa wale ambao hawakujui wala kukuamini, wasaidie, wamwagie na neema kubwa ili sasa waamini kwamba Mungu muumba ndiye Baba. Baba, tafadhali tupe ulinzi wako na utubariki na maisha yenye upatanisho, salama na afya nzuri kimwili na kiroho. Baba, tunakushukuru, ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen.